Habari hii inatokea mkoani Arusha na ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Amos Makalla amewaagiza maafisa wa ardhi wa mkoa wa Arusha kuhakikisha wanakuwa washauri wazuri kwa serikali katika kutatua migogoro ya ardhi ili kila mmoja atimize wajibu wake kwa kufuata sheria na taaluma aliyosomea. Makalla amesema hayo wakati wa ufunguzi wa semina siku moja iliyowashirikisha wataalamu wa ardhi wa mkoa wa Arusha. Makalla ameeleza kutokana na uzoefu wake baadhi ya sababu ambazo anaamini kwamba ni vyanzo vya migogoro kwenye ardhi na kuwataka wataalamu hao kupitia kikao hicho wajadili namna ambavyo watatoka kwenda kutatua changamoto hizo. Kwa hiyo mmekutana hapa kwa uzoefu wangu vyanzo vya migogoro ya ardhi au kwa nini ardhi ni kero. La kwanza utasikia double allocation. Tumewezaje kutoa viwanja kwa watu zaidi ya mmoja? Double allocation. Chanzo hicho cha mgogoro ya ardhi. Ukija tu watu wana makaratasi, mimi na kiwanja 794 na mimi na kiwanja 794. Serikali moja, idara moja. Kwa nini? Zamani kulikuwa na utoaji wa hati kwenye halmashauri baadaye sasa, lakini kwa mfumo huu hili jambo la double allocation linaenda kwisha. Kwa hiyo utasikia hicho ndio chanzo. Lakini wa double allocation kwa sababu waliathirika huko na hawataki kuja kwenye kliniki, watasubiri viongozi wa kitaifa, jambo ambalo tungeweza kulimaliza sasa. Chanzo kingine cha migogoro ya ardhi ni wakazi wa asili. Tunapoenda kwenye urasimishaji, nilikuta hiyo Mbeya na Katavi kwamba halmashauri imeamua kupima viwanja, inaenda kutoa maeneo. Sasa kuna wale mnaowakuta pale kwamba halmashauri inaweka utaratibu, vikipatikana viwanja 16, 8 labda, inategemea mmekubaliana, 8 wale wakazi wa asili, 8 vya halmashauri. Sasa ukienda huko kwenye maeneo hayo ambayo urasimishaji ulifanyika, maeneo yalitwaliwa, utasikia sasa mabango wako pale, sisi hapa tulikuwa toka uhuru 61. Mimi sijazaliwa, Isabela hajazaliwa. Wako hao wana makaratasi, watakutajia viongozi wote waliokuja, na wananchi wanapenda kila kiongozi anapobadilishwa wanakuja hata kama wana majibu. Nilikuta hiyo Mbeya, Dar es Salaam. Kwa hiyo wanakuambia hapa sisi tuliambiwa tutapewa viwanja. Walikuja wakapima, wakasema mimi viwanja vimepatikana 32, nitapewa viwanja 16. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nilishiwa kupewa viwanja 10 na vitafuta hivyo 6. Unaanza kuuliza ni kweli? Ambia lakini mkurugenzi alikuwepo hapo, alifariki. Kaja mwingine alifariki. Nani anarudisha vile viwanja 6? Na eneo liko wapi? Si mnanielewa? Unaona hapo Babati juzi waziri mkuu alipita, DC anasema wote mliovamia muondoke. Mkutano huo mbunge anasimama anasema wananchi hao waonee huruma, wamekaa miaka yote, wakati wanavamia walikuwa wapi watu wa ardhi? Kisiasa inaleta huruma. Kwa hii ni migogoro.
Kwa hiyo nyie mtakapokwenda kutimiza sheria na kutaka kuwatoa watu wamevamia, kuna mambo mengine, mgogoro. Wengine wanasema acheni, wengine waondoke, uvamizi. Kwa hiyo vyanzo hivi mkavidhibiti uvamizi katika maeneo, katika early stage. Migogoro mingine ni mipaka tu, chanzo kingine ni mipaka tu, kijiji na kijiji, mtu na mtu, mipaka linahitaji usuluhishi. Kwa hiyo nimebainisha baadhi ya vyanzo vya migogoro ya ardhi. Sasa mmekutana hapa, muendelee kujadili namna ambavyo mtaenda kutatua kero za ardhi. Na Frenki Minzikuntwe, yeye ni kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Arusha, na hapa alikuwa na haya ya kusema. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, katika maelekezo yako umetoa maelekezo matatu, ambayo la kwanza ni kuwa wasikivu na kuondoa kero. Nadhani hilo Mheshimiwa mkuu wa mkoa tutalizingatia. Watumishi wenzangu na mimi ambaye nawasimamia na wizara tutahakikisha kwamba tunasikiliza na kuondoa kero na kuwasikiliza wananchi, na nadhani ulilisema pale Ngurudoti kwamba tusizoee matatizo ya wananchi. La pili, umetoa maelekezo tuwe washauri wazuri wa serikali. Mengine Mheshimiwa mkuu wa mkoa umetoa la tatu, ni hili la masuala ya kimipango miji, kwamba tutumie taaluma kwa mahitaji yaliyopo na yanayokuja. Tutumie taaluma kwa mahitaji yaliyopo na yanayokuja, hasa katika masuala ya mipango miji, kwa sababu wataalamu wote wako hapa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, naamini pia wamesikia. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, baada ya kuzungumzia kwa brief kila ambacho umekizungumza, naomba nichukue nafasi hii kukushukuru kwa kutenga muda mrefu kutokana na ratiba yako ngumu kuja kupata muda wa kuja kuzungumza na sisi. Na sisi tukuahidi Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tumeyapokea maelekezo yako na nasaha zako kama kiongozi wetu na mzazi, na tunaahidi tutazifanyia kazi. Asante Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi, naitwa Korumba Lebabas.